Naam, bwana, nadhani utakuwa unafahamu kwamba mwanadada Yami ameibua mjadala mzito sana hivi karibuni baada ya kuweka ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram, ujumbe ambao alikuwa unaashiria kwamba anataka kujitoa uhai au anataka kujitanguliza ahera. Na hii ni kutokana na kwamba mambo kidogo yalikuwa yamemfikia shingoni. Umeona bwana Kwa hiyo nataka nikuambie jinsi watu wengi sana walivyoreact mpaka siku hii ya leo kuhusiana na hiyo issue ambayo Yami alikuwa ameposti kwamba anataka kufanya hayo maamuzi. Bwana, kitu ambacho kimehappen bwana, tunaona kwamba Yami amejitoa katika record label ya Nandy, The African Princess record label, ambayo amekuwa pale kwa muda mrefu, na kwa mujibu wa Nandy mwenyewe aliweka wazi kwamba yeye na Yami wamemalizana, yani kistaarabu, yani kiroho safi. Bwana, yani kwamba hakuna ubaya, hakuna ugomvi, ni kwamba tu Nandy amemaliza mkataba na Yami, kwa hiyo amemwachia huru aendelee kujipambania mwenyewe bila kuwepo chini ya usimamizi wake. Kwa hiyo tukachukulia poa kwamba okay, it's all good. Lakini baadaye ni kwamba tukaanza kuona kama vile wakaanza kuseparate, yani tukaanza kuona nyufa zimeanza kujitokeza katika mahusiano yao bwana, kama mtu na mdogo wake. Sasa baada ya kutoka katika hiyo record label, maana awali walikuwa ni mtu na bosi wake, tukaona kwamba Yami akaamua ku release project zake, lakini mwanadada Nandy hakuwepo, yani hakumsupport, ambapo watu wakamhoji Yami, akasema kwamba alimwalika lakini hajatokea, huenda labda alikuwa yuko busy. Sasa then tukaona Nandy akaja akaposti picha ya Yami kama vile kumtakia happy birthday, na tukaona okay, basi everything is okay. Then hivi karibuni tumeona kwamba Yami ameenda kufanya interview Wasafi. Alivyoulizwa kwamba je, maisha yalikuwaje baada ya kutoka kwa, ilikuwaje ukatoka kwa Nandy, ulitoka kiroho safi au ni aje? Yami akaanza kulia, kitu ambacho kikaanza kuweka maswali kwa baadhi ya watu kwamba okay, imekuwaje binti ameulizwa kuhusiana na habari za Nandy alafu ameanza kulia pale pale Wasafi? Maana Yami alilia kweli, umeona bwana. So watu wakaanza kuhisi kwamba labda kuna jambo ambalo alikuwa sawa, labda hakutoka kwa heri, alitoka kwa ngori na shari na nini na vitu vingine kama hivyo. Lakini masaa machache tu baadaye tukaona kwamba Yami akaposti katika kurasa yake wa Instagram, akaandika ujumbe ambao unasomeka kwamba mashabiki zangu, naombeni mniombee msamaha kwa mama yangu na baba yangu kwa mama yangu na baba yangu. Na baba yangu mimi ndio tegemeo, lakini naona siwezi kuishi tena. Nimechoka, bora nife nikapumzike tu. Naombeni msamaha kwa wote niliowahi kuwakosea. Mimi basi tena nimefikia mwisho, siwezi tena, bora nikapumzike. Siwezi tena, wallahi siwezi. Alafu sasa akamtagi hapo Nandy, pia dada yangu, naomba unisamee popote nilipowahi kukukosea. Alafu akamalizia mbele siwezi. Umeona bwana Sasa kwa nini amemtagi Nandy na kumwambia kwamba unisamee popote nilipowahi kukosea? Hicho ndo kitu ambacho kimekuja kuwafanya watu wengi sana waone kwamba hapa bwana kuna mambo mengine yanaendelea nyuma ya kapeti, au chini ya kapeti, au nyuma ya pazia. Umeona bwana Lakini hii issue kwa sasa hivi watu hawajaishadadia sana. Walichokuwa wamekuwa concerned nacho zaidi ni swala la yeye kusema kwamba siwezi, nimechoka, bora nikapumzike, sitaki kuishi tena. Hiyo ni issue ambayo watu wakaona okay, huyu binti bwana labda anataka kujitanguliza ahera, anataka kujitoa uhai na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu unajua kabisa kwamba depression is real. Kwa watu wakahisi kwamba binti labda anataka kujidhuru au vipi bwana. So hiyo aliambatanisha na picha yake ambayo alikuwa amepigwa akiwa yuko pale Wasafi FM, ambao ndo siku ambayo alilia. Nadhani kila mtu anafahamu hilo, na hiyo habari tuliileta hapa Trend TV. So hapa bwana kuna baadhi ya pages zimekuja kuripoti. Kuna page hapa ameandika kwamba msanii Yami ameshangaza wengi kwa kuandika ujumbe kuwa ameshindwa na mambo ni magumu anayoyapitia, hivyo basi anatamani kwenda kupumzika sababu hawezi kuishi tena. Ameomba msamaha kwa mama, baba pamoja na Nandy na watu wote ambao alishawahi kuwakosea. Umeona bwana Sasa hapa watu wamekuja kureact. Kwa mfano huyu hapa ni Haji Manara. Haji Manara bwana ametoa ushauri kwa Yami. Amemwambia kwamba msanii wa Bongo Flava Yami TZ amezua sintofahamu mara tu baada ya kuchapisha ujumbe wake kwenye ukurasa wake wa Instagram, akidai kwamba hawezi tena kuishi kwani amechoka na anatamani kutangulia ahera. Umeona bwana Sasa kwenye comment section Manara amekuja ameandika kwamba kwa nini sasa wewe unapitia magumu kushinda wengine? Unajua tunayoyapitia sisi? Fanya subira na uendelee kumwomba Mungu kwa kila kitu na ondoa kila wazo baya la kujidhuru. Ameandika hivyo Haji Manara. Lakini ukiachana Haji Manara huyu hapa ni Mwakinyo.
Mwakinyo naye pia amekuja kutia neno hapa, amesema kwamba pole sana Yami, lakini kama utakumbuka vizuri, mimi nilikuwa mtu wa mwanzo kabisa kukusii na hii dunia ya umaarufu, lakini uliubeba ukasahau na wewe pia umezaliwa ni mtoto kwa wazazi wako, na hakuna mzazi angependa kuona mwanae anavaa vile unavyovaa. Umeona Huyo ni Mwakinyo. Akamalizia kusema kwamba kwa kipawa ulichonacho barikiwa bado, kwa kipawa ulichobarikiwa nacho bado kuwa msanii bora wa kike mzuri, hata kama ungekuwa unavaa kanzu. Mimi kaka yako niko tayari kuzungumza na wazee wako ukiridhia. Huyo ni Mwakinyo, ametoa hayo maoni yake. Lakini pia comment za wadau mbalimbali huko mitandaoni bwana, wamemroast kweli huyu binti, yani sio poa. Kwa mfano, kuna watu hapa wamesema kwamba haya, tangulia tutakumisi, kwa sababu bwana wewe we gonna miss you. Watu hapa ni wanamsindikiza, ni wanamsukumia kabisa shimoni. Kwa mtu sio bwana, bora hata wewe unajua kabisa unachokitaka, wengine hatujui hata tunachokitaka mpaka dakika hii. Kuna mtu mwingine anasema bwana, mtu anataka kujimaliza huwa hatangazi. Wewe koroga tu vitu vyako freshi, ukimaliza kunywa, alafu unakuja kupost sasa huko Instagram tena kwa herufi kubwa, ili ubembelezwe. Watu washaona kabisa kwamba wewe huna lolote. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema bwana, huyu hatumuagi. Huyu hatumuagi viwanja vya posta huyu tunachokifanya ni kwamba tunaagana naye tu humo Insta. Haya, nenda. Kwa mtu ameandika hivyo. Mambo hayo. Umeona bwana Haya, so kwa kifupi ni kwamba watu wamekerwa, wamechefukwa na hiki ambacho Yami amekiposti katika kurasa yake wa Instagram, akiwa anaelezea kwamba anataka kujitoa uhai. Kuna bidada hapa amekuja ameweka mpaka video, msikilize. Watu kiundani zaidi na wakina nani, wape umaarufu hasa Tanzania, wasanii wa Tanzania wajue ni kina nani. Nakumbuka Yami kipindi alikuwa anaimba hapa TikTok, alikuwa anavaa ushungi alikuwa ni mtu anajua, yani sijui nimeita swala 5 kwa siku, I don't know. Tangu apate umaarufu Yami ambao tulikuwa tunamjua sio yeye, ni mtu mwingine. Sio mbaya kama msanii kujipresent kwa namna moja, kujipa brand, lakini kwa Yami imekuwa ni kitu tofauti. Yaani Yami usipomwona na kitovu utamwona matako juu. Usipomwona amevaa crop top kinaficha maziwa tu na kuficha hapa sehemu zake za chini kidogo, huyo sio Yami. Sio mbaya kwa msanii, lakini tusisahau kwamba kuna moment muda mwingine inabidi ujistiri kama mwanamke. Unaweza kujitengenezea brand, lakini kwa Yami sio brand. Siwezi kachukua kama brand. Kuna wengine watasema yuko I'm not jealous. Ninasema kitu ambacho kipo gani. Ukitaka kuwajua watu kiundani zaidi na wakina nani. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.